Nimekutana na watu wengi sana ambao wanakuja ofisini kwa ajili ya ushauri, ambao wanashindwa kutofautisha baadhi ya vitu vinavyotokea kwenye maisha yao. Wanashindwa kuelewa ni vya kiroho au ni changamoto za kiroho au ni changamoto za kisaikolojia. Ni vitu ambavyo ni mental issues au psychological issues au ni vitu ambavyo ni spiritual. Sasa baada ya kuona idadi ya hizi changamoto inaongezeka na watu wanalazimika kufanyiwa assessment ili uweze kujua huyu asaidiwe kiroho au asaidiwe kisaikolojia, nimekuja na topic itakayokusaidia sana, na topic hii nasema, je, ni changamoto za kisaikolojia au ni vita vya kiroho? Au unaweza ukasema tofauti kati ya vita ya kiroho na changamoto za kisaikolojia, au tofauti kati ya changamoto za kisaikolojia na vita ya kiroho. Ni wapi utaweza ukachora mstari na kusema changamoto hizi nilizopitia ni za kisaikolojia? Sihitaji maombi, sihitaji mchungaji, sihitaji nabii, sihitaji aposto, sihitaji kwenda kwa mwinjilisti, sihitaji ushauri wa kiroho. Hii ni mambo yanamhitaji counselor, psychologist na mshauri wa kitaalam. Au haya mambo yanayotokea hayahitaji kabisa professional help, yanahitaji msaada wa kiroho. Kuna vitu vikikutokea vinaweza vikaonekana kama tabia ya kawaida au tabia na ukaweza ukapeleka kwa mtu wa saikolojia, kumbe ni changamoto za kiroho. Jambo la kwanza, na kabla sijakupa jambo la kwanza, nikupe tu utangulizi ya kwamba wako watu hizi changamoto zikiwapata wanakuwa kwenye dilemma. Kwa hiyo wanateswa na hizi changamoto muda mrefu, kwa sababu badala ya kuipeleka kwenye saikolojia anaipeleka, au kwenye msaada wa kisaikolojia anaipeleka kwenye maombi muda mrefu, wakati sio changamoto ya kiroho, ni changamoto ya akili au saikolojia. Lakini wako ambao wamedumu na changamoto zao wakitafuta msaada wa saikolojia na kwa wataalamu, kwa sababu hawaamini ni jambo la kiroho, kumbe ni jambo la rohoni. Kumbe ni jambo linahitaji spiritual intervention. Kwa hiyo hapa utapata matatizo mawili, linalotaka psychological and mental intervention, msaada wa kisaikolojia na kiakili, au spiritual intervention. Usichanganye haya matatizo, na ni vizuri ufahamu kabisa kwamba usipojua hizi tofauti, moja, utadumu na matatizo yako muda mrefu sana, na mbili, utaweza ukashughulikia jambo lisilo. Utadili na jambo A, kumbe shida ni jambo B, au utadili na jambo B, kumbe shida ni jambo C. Na nitakupa hizo changamoto sasa. Changamoto ya kwanza, ukiona unaongezeka kiwango cha kukatishwa tamaa kirahisi, yaani kitu kidogo umeshakata tamaa, kitu kidogo unasita kuendelea, kitu kidogo umeshaahirisha. Kuna kule kuahirisha kwa kawaida, kuna kitu kifanyika leo, wiki hii umekiahirisha, kitafanyika wiki ijayo, ambako ni kwa kawaida. Ila ukiona kuna zidi, kuna muendelezo, miaka inaongezeka, unashindwa kupiga hatua kwa sababu unakatishwa tamaa kirahisi, unaahirisha hovyo, kwa sababu hali ikiwa ngumu kidogo unashindwa, unakata tamaa, unaacha. Hata kwenye ndoa changamoto kidogo umetoka, kwenye mahusiano kidogo changamoto kidogo umeacha, kabiashara kidogo changamoto kidogo umebadilisha biashara, mahusiano, una urafiki na fulani unataka kuanzisha nao partnership, changamoto kidogo umevunja urafiki. Ukiona inadumu na kuwa nzito na kwa muda mrefu, usihangaike na washauri wa kitaalamu na watu wa saikolojia, wala kwangu usije. Ukija kwangu nitakusaidia kiroho, au nitakuconnect na watu wa kusaidia kiroho, kwa sababu hiyo ni vita ya kiroho. Mazingira namba 2, ukiona kunaongezeka sana hali ya kuota ndoto mbaya na za kutisha usiku, unaota manyoka, unaota uko kwenye jeneza, unaota unazika tu, unaota unazikwa tu, unaota unachanwa na mnyama, unaota unagongwa na manyoka, unaota umelala na nyoka, unaota umelala kaburini na umeamkia kaburini, unaota vitu vya kutisha, mashetani, maroho ya ajabu. Ukiona hiyo hali inakuwa kubwa, na mara nyingine unaota vitu ambavyo vinaanza kutokea
kwenye maisha yako. Unaota unagongwa na gari, alafu na mchana umetaka kukoswakoswa na gari. Unaota umpata ajali ya bodaboda, na kweli kuna ajali imekukosakosa ya bodaboda, au umeshiriki kabisa accident. Naomba nikwambie, usihangaike na msaada wa kisaikolojia. That is not psychological problem, that is not a mental problem, that is a spiritual attack. Ni vita ya kiroho unatakiwa kuishughulikia. Mazingira namba 3. Ukiona kunaongezeka kiwango kikubwa cha kupingwa, kiwango kikubwa cha kutengwa, kiwango kikubwa cha kukataliwa, kiwango kikubwa cha watu kukuona hufai, wanakutenga, wanakukataa, wanakupinga, hoja yako haikubaliwi, jambo lako halichukuliwi serious, unaongea mbele za watu, unanyoosha mkono, hakuna mtu anakupa nafasi, unashauri, hakuna mtu anataka ushauri wako, watu wanakwambia hatukupendi, watu wanakutenga kwenye eneo la kazi, watu wanakutenga kwenye mahusiano. From nowhere mme wako anakuchukia, from nowhere mke wako anakuchukia, from nowhere watoto wako wanakutenga, hawakutaki, from nowhere ndugu zako hawasemi na wewe, wanakutenga. Unakuwa kwenye magrupu, watu wana left, watu hawakukubali, ukienda sema hupokelewi vizuri. Halafu sio mara moja, ni mara kwa mara, maeneo tofauti na kwa watu tofauti. Ukiona hali hiyo, usihangaike kutafuta msaada wa kisaikolojia, usihangaike kutafuta wataalamu wa mambo ya akili. Una vita ya kiroho ya kushughulikia. Mazingira namba 4. Ukiona kuna kupoa kwa ghafla au kupoa polepole kwa hali yako ya rohoni. Zamani ulikuwa unampenda Mungu, unashangaa kuna poa. Zamani ulikuwa unafanya morning devotion zako za asubuhi, lakini sasa hivi inapoa. Zamani ulikuwa unapenda maombi, lakini sasa inapoa. Ulikuwa unapenda kusoma neno la Mungu mara kwa mara, inapoa. Ulikuwa unapenda kuwatia watu moyo, inapoa. Ulikuwa na tabia za kuinjilisha na kuwaambia watu habari njema, inapoa. Ulikuwa na moyo wa kwenda kanisani, sasa hivi Jumapili asubuhi ndio muda wa kufua, ndio muda wa kwenda mazoezi, ndio muda wa kwenda marathon, inapoa ndani yako. Ukiona ulikuwa unapenda kwenda jumuiya, sasa unachukulia poa mambo ya jumuiya. Hali yako ya rohoni imepoa. Ndugu yangu, huna tatizo la akili wala la kisaikolojia, una vita ya rohoni ya kukukalisha. Ibilisi anataka kukuketisha, na kitakachofuata baada ya hiyo ni ataki ya ajabu, na itakutoa kabisa kwenye reli. Wewe unahitaji spiritual intervention, unahitaji msaada wa kiroho. Jambo la 5 au mazingira ya 5. Ukiona kuna ongezeko la ugumu mkubwa sana katika kufanya maamuzi. Zamani ulikuwa ukiwaza kidogo umeamua. Zamani ulikuwa ukiomba ushauri mara moja umefanya maamuzi. Zamani ulikuwa ukifanya hili, ukikutana na hali hii umeamua, na ukiamua wala hujuti. Sasa hivi unaona kuna ugumu sana kwenye kufanya maamuzi. Huwezi kufanya maamuzi haraka, huwezi kufanya maamuzi bila kuuliza watu 3, 4, 5 na bado una doubt, huwezi kufanya maamuzi. Ukiona unafanya maamuzi na unajuta mara kwa mara, changamoto yako ya kufanya maamuzi imepigwa, na hali ya kiroho iko hapo kukukatisha tamaa kuendelea mbele na kukua. Huwezi kukua kama huwezi kufanya maamuzi. Una spiritual attack, una vita ya kiroho inayopiga vita nafasi yako ya kazi, inayopiga vita uwezo wako wa kukua na kupanuka, inayopiga vita promotion yako na kukua kwako kikazi. Hakikisha unashughulikia hiyo vita ya rohoni. Tafuta msaada wa kiroho. Na mazingira ya mwisho, ukiona ghafla kuna ongezeko la kupenda raha, ghafla kuna ongezeko la kupenda comfort, unapenda pleasure, unapenda raha, unapenda kujinafasi, unapenda bata, unapenda extravagance, unapenda kutumia pesa, unapenda kunywa tu, unapenda kulala nje, unapenda kula nje tu, upendi kupika, unapenda yani from now. Zamani ulikuwa unajipenda, unapenda hivi, una save hela, sasa hivi wewe ni kupenda raha tu. Wewe ni mtu wa kuahirisha vitu kwa sababu hutaki kuvifanya sasa hivi, kwa sababu unapenda kukaa kwenye comfort zone, hutaki kujibidisha chochote, hutaki kujiongeza chochote, hutaki kwenda zaidi ya ulichokizoea, unapenda tu vimazingira vyako vya raha raha. Naomba nikwambie, hiyo sio hali ya kimwili wala ya kisaikolojia wala ya kiakili, ni hali ya kiroho. Inakuondolea uwezo wako wa kupiga hatua kimaisha na kuendelea. Ukiona mazingira haya, usisumbue watu wa saikolojia. Wewe tafuta msaada wa kiroho.
au kama ni mtu wa saikolojia au kansela, ana uwezo wa kukusaidia kiroho, nenda kwake. Tutafute 0713407182. Kuna namba zitapita hapa chini, 0713407182. Utapata. Uko nje ya Tanzania, ndani ya Tanzania, uko ndani ya Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, utaweza pia kusaidiwa. Hiyo ni vita ya rohoni. Ukiishinda utatoboa. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.